Okay, wapi? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Galilaya nao wavume lakini wao. Hata mbishaji anadhihirisha kwamba Galilaya kuna uhai. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya sabato ya leo tena. Nikimshukuru kila mmoja wenu tena kwa kuja hapa. Na tunaamini ya kwamba muda uliotumiwa miguuni pa Yesu siku zote hauna hasara. Jenga dhamira hata katika familia yako, kuwatia hamasa kuwa mahali Yesu alipo. Mahali Yesu alipo kuna maisha. Na mahali Yesu alipo kuna matumaini. Naomba ni baada ya kuwa wakurugenzi wameweka sawa mambo machache, niongeze jambo moja. Tunategemea kuwa na mkutano mkubwa wa ATAPE, chama cha wajasiriamali na wanataruma wa Adventista. Nilitegemea Pastor Solomon hapa mtaa wa Bethlehem, maana huu ni mtaa wa jasiriamali. Ile fursa itakayofanyika katika mkutano ule utakaoanza tarehe 17 mpaka 20 mwezi Disemba kule Muheza, usikose fursa hiyo. Ni lazima fahamu ya kwamba Mungu hajaumba mbingu na ardhi. Unapotaka mabadiliko katika maisha, kubali kichwa chako kipokee mambo mapya. Usiishi kana kwamba ili maisha endelee ni hedaro hapa, ukishafika mwiko mwisho wa maisha. Nendeni kule Muheza katika mkutano mkubwa ambao unahusu washiriki wa kanisa. Nilikuwa namuuliza mkurugenzi hapo, anasema yale mazingira yameandaliwa kitaalamu. Chakula kitaandaliwa hapo, marazi yataandaliwa hapo. Ikiwa utakuwa na swali, nyongeza, changamoto, Pastor Solomon punga mkono. Usiruhusu akaondoka bila kumuuliza. Na hata ninapoangalia watu Hedaru, hasa Bethlehem, sioni sababu ya ninyi kukosa. Unajua Pastor Solomon ninapowatazama watu wa Bethlehem, huwa ni mtu aliyechoka choka. Sijinaeleweka. Unajua hawa ni tofauti na kule tunakotoka. Huwezi kuonekana matumaini hivi kama hakuna jambo la ziada. Mwate haikuji. Yesu akiwa ndani yako utakuwa mtu wa kuwazawaza wa mashaka. Nendeni mkapate uzoefu wa mambo mapya. Yaani usizoee unapanda heka moja, unavuna gunia 5, unatembea kijiji kizima unajisifu kwamba mwaka huu. Maana kitaalamu heka moja inapaswa isivune chini ya gunia 22. Sasa wewe unapanda heka 3, ukipata gunia 7, umwaka nakijoe nyenane himenyete mahembani ya tonja hiyo. Yani gunia 7 kwake tayari kama. Yule rafiki yake na Jennifer anasema ibada ya kuvusha madusi. Mungu anataka watu wa Hedaru hapa mahali alipotuweka tuonyeshe tofauti na watu wengine. Na naomba niseme tu, kwa kuitwa Mwadventista msabato yenyewe ni cheo. Hivi mnakunywa maji ambayo hajachemshwa nini? Hebu anakunywa maji ambayo hajachemshwa punga mkono. Yaani ambao wanakubali yale maji ambayo yamechafuliwa na kima na ngedele, wao wanasema hata nikinywa yenyewe ni tiba.
nyosha mkono. Si niliona kuna walionyosha kwamba ule mkojo wa kima na ngedere ukiwa kwenye mkojo kwanza ukifanya hivyo hata typhoid upate. Punga mkono. Basi afadhali. Jambo la pili. Tarehe 26 mpaka 30. Madam Jennifer alizungumza jambo lakini akaliishia barabarani. Wanaume, kuna mkutano muhimu sana. Amina. Eti asante sana mtumishi, wewe umeelewa haraka. Amina. Lakini wanaume ni kana kwamba hawajasikia. Ngoja nirudie tena. Tarehe 26 mpaka 30 kuna mkutano wa wanaume wa Kiadventista. Amina. Na moja ya wawekezaji, ni wape siri, wafundishaji, waelimishaji, ni mtu mmoja aliyebobea sana katika mambo ya uwekezaji, ambaye amefanya kazi na Banki ya Maendeleo ya Afrika kwa miaka 15. Mumekasirika? Yaani akili yako isibaki tu ya kwamba matikiti maji na vitunguu ndio mwisho wa maisha. Njoo usikilize uzoefu kwa watu wanaozungumza sio kwa mdomoni, wanaoishi njozi zao. Yaani usizoee kwa mtu anayekwambia kwamba Yesu anaokoa wakati huyo Yesu hayupo katika maisha yake. Njoni mjifunze. Ukizungumza dhana ya kilimo na ufugaji, anakuja mwanaume anayemiliki zaidi ya mbuzi 3,000. Ukisema kondoo ni shule. Haleluya. Yaani kama vile na shule ya kondoo. Ukisema kuku ndipo umefika. Wala sio mzee, hata kulingana tulingana. Mkaruka. Mwana wasu. Hiyo usikose. Mzee Joram, hiyo wanaume vijana wa Hedaru msikose. Unajua wanaume tumebaki nyuma sana. Kuwa mwanaume ni zaidi ya kuvaa suruali. Unajua shida, tumedhani ya kwamba kuwa mwanaume ni kuvaa suruali na mkanda. Unaweza ukavaa suruali na mkanda lakini ukakosa sifa za kile Bwana anachotaka. Wanaume, haleluya. Yaani unaposikia kwamba mwanaume ni kichwa, usifikiri tu kuitwa kichwa ni jambo rahisi. Kuitwa kichwa ni majukumu. Unajua kama sio kichwa lazima une hakai. Ukidaiwa ada, ukidaiwa matumizi, ukiambiwa viatu hivi nauzwa 30,000. Viatu vya 30,000. Tekidimika hicho. Kidimika vae. Yaani umasikini wako usikufanye ukaona kwamba hayawezekani. Nenda ujifunze Mungu anataka nini kwa ajili yako. Hata Mungu amesema tutakuwa vichwa na sio mikia. Hivi ukijiangalia mwanaume hodari, wewe ni ile nani hii? Ile. Ni ile nani hii au ni hiki? Unajua kusema huwa ni moja. Halafu kuwa hiyo ni kitu kingine. Unajua kwenye hii dunia, ukitembea kwenye miji mikubwa, wanaoendesha magari makubwa ya maana ni vaje. Na naomba niwaambie wanaume, tutakuwa na daktari bingwa wa afya ya akili, mbobevu, ambaye ameishi katika nchi ya Urusi kwa miaka 9. Huyo naye atakuwa hapa. Amina. Haleluya. Unajua kunung'unika sana nako ni afya ya akili. Unaambiwa toa matumizi, unanung'unika mpaka unazila kula.
Na ukiangalia wanaume tunakufa sana. Ujue kwa nini tunakufa sana? Na vifo vingi ni vya kujinyonga. Yaani hata mche ambaye ikikukasirisha tu unasema unatafuta kamba. Halafu kisha jinyonga. Kwamba ukishajinyonga umeshinda. Unajua hawa akina mama, asubuhi nilimsikia mzee aliongea kitu muhimu sana. Wanakwenda kusikiliza mambo mema. Na naomba nikupe mfano. Unaweza kukuta mama mmoja ana vikundi vya kutafuta fedha za kuchangia zaidi ya 5. Lakini mosi, afadhali mimi hata kusema nilikuwa sijasema. Halafu anakuja sema mke wangu nikopeshe. Na Bethlehem na Bodhidhamu. Mke wangu naomba nikopeshe. Hivi ni utaratibu mume kukopesha mke au mke kukopesha mume? Eti ipo hiyo. Unajua mama wanaangalia sema wewe majingi hapa. Sasa natamani mwaka jana tulienda mkutano wa mchungaji Solomon atakuwa shahidi. Naomba niwaambie. Tulipokwenda kule Baraton, mkutano ule ulichukua mataifa 11. Lakini cha ajabu katika North East Tanzania Conference walitoka wanaume 2 tu. Mchungaji Jackson Ndini na mchungaji Solomon. Wengine wote walioko hapa wakakataa kwamba sisi, maana kama wakwenda maana yake walisemaje? Walikuja watu wanatoka Kongo, Rwanda, Ethiopia, Burundi. Kanisa la Kijenga nakumbuka lilikuwa na watu wangapi? Kikosi. Tunarudi wanaume wa Kijenga nasema ninyi rudini sasa, sisi tunapita kwanza polini kutengenezana. Huyu hapa ni shahidi. Hakuna mwanaume mjinga hapa Kijenge tunataka. Na hii naipa mkazo Jennifer, maana ni mkutano wa kwanza wa AMO ndani ya NETC. Hedaru ni karibu. Jamani, twendeni tukajifunze hata namna ya kurejesha uhai wa familia. Kwa akina mama mnakasirika wakienda? Sasa mmesikia sauti? Ole wako baki nyumbani. Tena ukifika nyumbani akina mama mfike unaambia nenda huko kasikilize. Hikwenda hakai. Ukiona anazunguka mlipie na nauli kabisa. Afadhali. Kiingilio ni shilingi vikui 10. Somona mpaka kina mama wameshangaa. Hata mkutano wa wanawake sijawahi kusikia mkutano wenye kiingilio cha 10,000. Haupo. Mtakumbuka ule mkutano uliofanyika juzi kule Singida. Kiingilio ilikuwa ni 400,000. Na ulikuwa na wanawake 1000. Na imani hata hapa walitoka. Sasa naomba wanaume, yani imebidi ndio nikazie kuliko yote kuliko hata mengine. Maana akina baba wakipona, utume wa kanisa utapona. Misukumo mikubwa ya kanisa tunayosukuma ni uinjilisti. Sasa hatutaweza kusukuma uinjilisti kwa watu ambao bado hawajatambua mamlaka walionayo. Na ndio maana naposoma Mathayo sura 28:18-19, Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka kiasi gani? Yote. Enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa yote kuwa watu gani? Wanafunzi. Hatutafanya injili bila pesa. Na ndio maana maeneo mengine hata kabla hawajafanya mkutano wananunua uwanja kwanza. Mumeona siku hizi Waislamu wanachofanya? Wanajenga msikiti hata kama kuna watu. Si mmeona? Hakuna watu, msikiti unajengwa. Wanasema watakuja tu. Watu wa Bethlehem, mtaa wa Bethlehem
Ikiwa njozi ya utume kwa njia ya uinjilisti haitaingia katika akili zetu, hatutaweza kuenda kuwafanya wanafunzi wa Yesu Kristo watakao kuwa mashahidi wake, ikiwa hatuna upendo wa kutangaza ujio wa Yesu mara ya pili. Ni lazima kila familia, kila kaya kiwe chuo cha mafunzo ya utume. Pawe nyumbani kwako, baba, mama, ni lazima, ni wajibu wako kwenda kuwatangazia wengine injili ya milele ya ujumbe wa malaika watatu, ili wajitayarishe kwa ajili ya marejeo ya Bwana yaliyo hivi karibuni. Ukiwa kanisani na huna mpango wa kwenda mbinguni, ina faida? Itamfaidi nini mtu akiupata ulimwengu wote lakini akakosa ufalme wa mbinguni? Rudi mwambie mume wako, watoto wako, mume wangu, Bwana ameweka dhamana kubwa juu ya mabega yetu. Na mtanikubalia kwamba katika dhana hii ya utume, tukiongozwa na Biblia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kanisa la Waadventista wa Sabato wanatimiza utume huu kwa kuishi maisha yanayofanana na ya Yesu Kristo. Watahubiri, watashuhudia, watawafanya wengine kuwa wanafunzi kwa kufundisha, kwa kuelekeza, kwa kuponya na kuwatia moyo, kuambia nendeni mkawafanye wengine kuwa wanafunzi. Kila familia iwe chuo cha mafunzo. Inakuwaje chuo cha mafunzo? Neno la Bwana lisomwe. Neno la Bwana lisomwe, likae ndani, tuliishi, hata watu wakituona, hata tusipoongea, wauone uwepo wa Yesu katika maisha yetu. Na naomba niwaambie ndugu zangu, watu wa Hedaru, asubuhi mtume akaniambia, hapa Hedaru kanisa linakuwa kwa haraka. Sio kweli. Kwa sababu watu wanahama kutoka Kilangale, Vugwama, Bwambo, ndio wanakuja hapa. Kana mteta mwao. Kwa hiyo linaongezeka sana kwa namna gani? Ndivyo Yesu anataka. Hiyo ndio njia tu, ndio njia. Huo nao ni injilisti. Yaani mtu kuhama kutoka Mpatwa, so alikuja hapa anasema kanisa linakuwa. Ndivyo ilivyo. Yesu anataka uende, ukifika nyumbani pale jirani yako, angalia jirani yako ni Mwadventista, angalia wale unaofanya nao biashara. Usiniambie kwamba sina eneo la kufanyia uinjilisti. Hakuna mtu asiye na eneo la kufanyia uinjilisti. Pale sokoni unapouzia, hata nyanya zako zinaweza kuwa uinjilisti. Usiuze nyanya sawa na yeyote. Usiuze vitunguu sawa na yeyote. Yaani wengine wanauza vitunguu vilivyooza na wanauza vilivyooza. Wengine wanauza. Siku moja nikitoka Singida nikanunua mkaa, nikaweka kwenye gari. Ninakuja nafika nyumbani, nusu ni kokoto. Halafu mkaa wenyewe haufiki hata debe mbili. Mkaa ni mzuri sana, tena wa mti mgumu. Sasa naona gunia, na mimi nikaona nimenunua kwa bei, nikanunua kwa bei rahisi kabisa. Nikachukua magunia mawili. Kufika nyumbani najipongeza, maana najua Arusha gunia la mkaa linauzwa mpaka 70,000. Nikasema, nimenunua kwa 15,000 magunia mawili. Mimi nimepiga bingo. Waswahili wanasema, kufika nyumbani mzee, kokoto rafu mkaa huko juu. Hata wewe Mwadventista, huwa kuna namna mnapanga viazi. Afadhali Bwana, si majibu yamepatikana. Unapanga viazi, halafu juu hapa mtu anaona kwamba ndoo imejaa, ngoja kamimina. Mwadventista msabato, mahali popote
ulipo, acha watu wamuone Yesu katika biashara yako. Katika biashara yako, katika kazi yako, acha kazi yako ihubiri. Yafaa hata ukiwa mkanga vitumbua viwe injili. Watu waruke, watu kutoka kule Central, upande wa kule kanisa Central, waseme na kwenda kununua vitumbua kwa yule mama wa Bethlehem. Unajaribu kusikia hiyo? Halafu akisikia hivyo atasema kwamba na dawa. Na wao waambie na nyie tafuteni sasa. Kumbe dawa yako ni ushirika na Yesu. Unaishi, unatenda, unahusiana kama Yesu alivyofanya. Sikilizeni marafiki, kanisa la Waadventista wa Sabato huamini kuwa ndilo kanisa la masalio la unabii la siku za mwisho. Washiriki wa kanisa moja na wote kwa pamoja wanatambua wajibu wao wa kuwatangazia wengine juu ya ujumbe wa marejeo. Hatubatizi, hatuhubiri na kubatiza tu na kulea. Sisi ni wazuri kwa kubatiza, wabovu wa malezi. Unaweza kukuta hata wale washiriki waliobatizwa wakati wa makambi ni wachache waliokuwa kanisani. Moja ya mambo yanayorudisha wenzetu nyuma ni tabia zetu sisi wenyewe. Wakati fulani nikichunga mtaa mmoja, nikasikia baadaye malalamiko nakuja, wamebatizwa watu wapya, wamebatizwa. Nikasikia wanaume wanasema aise, ile binti ni nzuri aise. Hao ni wanaume ambao zinazimo. Yaani tayari akili yake badala ya kuguswa na wokovu, akili yake inawaza uzinzi. Wewe ni wa thamani. Maisha yako, maneno yako. Kumbuka wale wanaobatizwa jamani, wameacha mengi. Wengine kwa sababu ya Yesu ameacha kazi ya bali yuko naifanya. Alikuwa anauza mirungi, madawa ya kulevya. Anapoyaacha hayo na kujiunga na jeshi la Kristo, marafiki wake wa zamani wanapotea. Anatamani anapojiunga na familia mpya akumbatiwe, atiwe moyo, ahamasishwe, aone ya kwamba mahali nilipo ni mahali salama. Watu wa mtaa wa Bethlehem, nendeni mkawafanye mataifa kwa wanafunzi. Mkiishi kama Yesu alivyoishi. Jambo la pili ni uamsho na matengenezo. Na naomba haya mambo uyachukue kwa sababu ndio msukumo mkubwa wa kanisa la Waadventista wa Sabato kwa miaka 5 iliyoko mbele yetu. Tunapozungumza uamsho na matengenezo, tunazungumzia Ukristo ulio hai, sio Ukristo uliokufa. Kujitoa nusu nusu, ibada nusu nusu, hayokoi. Uko kanisani lakini mlevi. Na hata leo ndani ya kanisa tuna washiriki wa kanisa, akiwa hapa akiimba, akishuhudia yuko sawa, lakini ni mlevi kupindukia. Lakini sio hapa ndani, ni kule nje za bali kule. Yuko ndani ya kanisa lakini na mpango wa kando. Ana watoto hawapati hata uniformu, lakini mtoto wa sulia anakula, anavaa, anakunywa, anasoma shule nzuri kuliko watoto waliowazaa. Sio mpango wa Bwana. Tunaposema uamsho na matengenezo, huwezi kuamsha kitu ambacho kimeamka. Tunaamshwa kwa sababu tumeyaacha mapito ya kweli ambayo Bwana alitaka. Mungu alitaka unapoingia katika nyumba ya Waadventista, kabla hujamwona baba wa nyumba, mama wa nyumba, umuone Yesu Kristo. Leo kwenye nyumba zetu kuna mabango makubwa utayakuta, ndugu mgeni karibu hapa, lakini uyaonayo afadhali. Kwani mimi nimesema Pastor Solomon? Kumbe hata hapa yapo. Hayo unayosema wayaache hapo.
Ni mambo gani? Kwa nini utangulize mabango ya tahadhari kama nyumba yako kweli ni kituo cha utume? Icho wenevona handeni ya kishikia niki nicho au kathava ngoma. Yani unamwambia hata mtu, unajua kishaona kile kibao kiko pale, hata kama ulikuwa na mpango wa kuingilia, chukua tahadhari, maana usikaacha uhai wako hapo ndani. Maana nataka kuambia kwamba hii nyumba unayoingia ni mahali pa hatari. Tunapozungumza uamsho na matengenezo nyumbani kwako, ibada ya asubuhi, ibada ya jioni, maombi ya mtu binafsi, hata watoto wako wajue kwamba uhai wao ni ibada. Waraka wa kwanza wa Petro 3:12-13, kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki. Macho ya Bwana hayatoki kwa watoto wake walio kweli, na masikio yake, sikiliza, husikia maombi yao. Macho ya Bwana ruhusu yaelekee pale nyumbani kwako. Amina. Kwa kawaida nyumba ya Waadventista yapaswa kuwa mahali ambapo Yesu anatembelea. Amina. Na ndio maana angalia kule Bethania, Yesu alikuwa anatembelea kwa kina nani? Hivi baba yake na Lazaro na mama yake walikuwa wanaitwa kina nani? Eti baba yake na Lazaro walikuwa wanaitwa nani? Wanatajwa watoto, si ndio? Yesu alikuwa anatembelea. Mfanye Yesu kutokuwa mgeni katika nyumba yako. Katika nyumba yako nyakati zote neno lisomwe, ibada isichike, nyimbo ziimbwe, furaha ya kweli, maombi yageuke kuwa ndio furaha ya nyumba yako. Amina. Unajua mahali panapoombwa, hata adui anapoingia na jihoji kwanza. Mungu hawezi kuwa mwenyeji katika nyumba iliyojaa hila, vita, masengenyo, kiburi, tamaa mbaya, ibada ya mizimu. Mungu hawezi kukaa. Jambo la tatu, tunazungumzia uaminifu. Tunapozungumza uaminifu, ni ibada. Na huwezi ukazungumza kwamba wewe ni mwaminifu wakati huna ibada. Na nataka kuambia watu wa Bethlehem, wewe ni wa thamani. Na ndio maana Wakorintho wa kwanza 4:1, mtu na tuhesabu hivi ya kuwa sisi ni watumishi wa nani? Kule mtaani kwenu wanakuita nani? Mzee Elias. Mimi niliwahi mzee wangu wa kanisa miaka ya zamani, nikiwa bado kijana mbichi kabisa. Kama mchungaji wa mtaa, kwa mmoja wa wazee wangu wa kanisa. Eti kule mtaani kwako unajulikana kama nani? Mzabato. Mama. Ni ndio. Yaani unajua kuna mtu akihama kwenye mtaa, kila mmoja anaenda Mungu atukuzwe. Ule mkosi umeondoka hapa mtaani kwetu. Ni lazima udhihirishe uaminifu katika kila Bwana alichokupatia. Uwe na ushirika na Bwana. Hata hivyo ngoja niwaambie, Mungu hatafuti zaka, anautaka moyo wako. Anakutaka wewe. Mungu hataki wanaorudisha zaka wasioenda mbinguni. Yaani hata kama umerudisha fedha nyingi ukasifiwa, lakini kama dhana ya wokovu iko ndani yako, wewe ni mzururaji. Na ndio maana kabla
ya kudumbukiza bahasha kwenye ile sanduku, dumbukiza moyo wako. Usifurahi kwamba viongozi wanasema unajitahidi kweli. Unajitahidi kweli maana umeleta burungutu kubwa. Burungutu kubwa na mpagani haina faida. Na naomba nikueleze ukweli, Mungu anataka ibada inayotoka katika moyo ulio hai, sio moyo uliokufa. Na nimewaambia watu wa Bethlehem ninavyowatazama, hawa ni wabarikiwa. Bwana anataka ibada ya kweli ambayo imejaa furaha. Unajua mtu ambaye sio mwaminifu kwa Mungu, unaweza ukashangaa anapoingiza mkono mfukoni, yani hata vidole vyake vinajua kutofautisha noti. Akiingiza mkono, yani vidole vinajua hii ni 1000, hii ni 2000, kwa sababu uchoyo ni tabia yake. Unakumbuka ile siku ambayo uliingiza mkono, maana kwa sababu moyo wako uko kwa Yesu, ulidhani umetoa 2000, ulipotoka ukakuta ni 10,000, ulijisikiaje? Haya. Mungu anataka moyo wako ambao alikufa kwa ajili yako, ibada ya kweli, furaha ya kweli, kila alichokubariki uwe mbia naye. Ukisoma Zaburi ya 50, Mungu anakuambia jinsi alivyojaa neema na baraka. Sitatoa kondoo katika zizi lako, maana hayawani wote wa mwitu ni wake. Wanyama na makundi 1000 juu ya milima, anasema ni wa kwake. Dhamiria wafundishe hata watoto wako dini ya kweli. Ikiwa mtoto wako kumfundisha kumjua Bwana hata kwa njia ya sadaka, zaka, unafikiri eti halafu namtia moyo, mwanangu ujitahidi kuwa mwaminifu huko nakoenda, atakuwaje mwaminifu wakati wewe mwenyewe ni kibaka? Yaani baba mwenyewe ni mjanja. Yaani ni kama baba ambaye muda wote ni kukimbizana na wanawake tu mtaani. Alafu namwambia mwanangu jitahidi kuwa mwaminifu. Uaminifu utaanzia wapi? Wewe ndiye mwalimu. Yaani nikana kama namwambia mwanangu, niliwauliza asubuhi, ni wangapi wanatamani dini walionayo, imani walionayo kwa Yesu, watoto wao wajifunze kwao? Sasa Solomon wote walikataa. Na unasikia tunaomba, wanangu jifunzeni kwa watoto wa fulani, waambie wajifunze kwako kwanza. Kwa nini kwa watoto wa fulani? Maana yake hata wewe unasema wanangu mkijifunza kwangu, hata hena kitu umeje hata bana bakoveka manjete. Pondeu ndehu. Usiishi kama nyoka. Ishi kama baba muhimili wa familia, kama mama muhimili wa familia. Ishi vile unavyotamani hata watoto wako wakiolewa waishi. Na naomba nikwambie hivi, jinsi unavyoishi inatoa picha watoto wako wakiolewa watakavyoishi na waume zao. Ikiwa huyu mwanaume unamning'iniza hivi, na wao watakapoolewa watajua kwamba maisha ni kufanya nini? Ni kuning'iniza. Unajua ni wapesi watu wa idara. Mnakumbuka wakati wa satellite, sio kwa ni ushamba fulani uliwasumbua, mkajisema kwenye mitandao mkapitiliza. Mnakumbuka lakini hivi yale yalikuwa ni ya kusema kwenye mitandao kweli? Dunia yote ikajua kwamba hara hedaru hara hena ngondo heka ya jabantu. Mambo mengine meyaseme pembeni. Walioko Dar es Salaam, walioko Marekani sema wanaume wanaishia kula tu hotelini, wanaume nao wanawake nao wanaishia kula hotelini, ndio maana wote wamenenepa. Hinye ni nyie au ni watu wengine? Hinye nani mama?
Mnakumbuka lakini? Yaani unajua hata mkisema hai ingia kwenye mtandao, mambo mengine hata kama yapo, nendeni chumba cha operation. Yaani unafikiri unajua kilichowachanya, sema hata mimi navona heavy video. Vile tutumvonie mama avonani. Kumbe dunia inakuangalia, inakudharau. Bwana anahitaji tufanye mabadiliko. Mwanaume, wafundishe watoto wako wa kiume na wa kike ya kwamba dini ya Yesu ni ibada kamili. Tuhusiane vema, tupendane, tuthaminiane, tuinuane, maana Yesu yuaje. Jambo la 4, kubadili taswira. Na mimi nawapongeza kweli kwenye makanisa ya NETC. Kwanza ni zaidi ya NETC. Hata kule nilikotoka, bwana Pastor Solomon, sikuona vitu kama hivi. Hili ni kanisa la pili. Juzi nimeona kanisa la Mabawa pia. Uwezo ukakaa kwenye kiti kama hiki hata hubiri usisikilize. Shida yake tu ni kwamba mtalala sana. Lakini mimi mtu akilala kanisani simshangai. Ni bora kupumzika nyumbani mwa nani? Mtu mmoja raha imekubali, amekaa kwenye kiti, akasikia mchungaji anasema jamani tumsifu Bwana, tumshukuru Bwana Yesu asifiwe. Yeye akasimama akasema amina. Sasa baadaye wanamuuliza mbona ulisimama? Anasema nilisikia mchungaji amesema watu fanya nini? Mungu anataka tumwabudu mahali pazuri. Maana ni mfalme wa wafalme. Hiki mlichofanya. Ila sasa Pastor Solomon aliwaambia kwamba tuliwapongeza. Ni kweli tunapongeza wale kanisa sadaka mapema, lakini kuna bao kutoka pia. Hata hivi vitu tunaweza kushangaa jinsi vilivyonunuliwa. Ngoja niishie tu hapo. Hata watoto wenu kule walipo, watieni moyo kumcha Bwana. Amen. Kubadili taswira kunazungumza kumwabudu Mungu mahali pazuri. Amen. Hata hapa mmejitahidi, maana ile miaka niliyokuja hapa hii haikuwepo. Si mnakumbuka? Hapa kulikuwa na mabenchi. Si ndio? Mabenchi yenyewe yalikuwa mabenchi ya aina yake. Yale mabenchi mmepeleka wapi? Basi yasho tu. Sasa tunakuja na mpango wa kujenga kanisa zuri na la kisasa. Unajua kujenga ni moja. Mungu hataki tujenge majengo ambayo yatageuka kama magodauni. Mungu anataka tujenge makanisa ambayo Bwana atainuliwa. Amina. Jengeni mahekalu ya mioyo kwanza kabla ya kujenga mahekalu ya kimwili. Tunaweza tukawa na umaarufu wa kujenga majengo makubwa, lakini mioyo yetu iko mbali na Bwana. Ninawatia moyo kabisa mnachofanya. Nimekwambia kabla ya kufanya hivyo, jenga uhusiano wa kwako na nani? Akina baba na akina mama idadi Bethlehem. Tungoje Yesu tukiwa na matumaini. Amina. Jambo la mwisho, uongozi bora. Uongozi bora utajishughulisha na maisha ya kondoo. Muda umekwisha wa kuwa na wazee wa kanisa wa matangazo. Yaani wewe ni mzee wa kanisa lakini wa matangazo. Washiriki watembelei. Neno huwezi kulisha. Ni lazima sifa ya kwanza ya mzee wa kanisa ashibe neno la Bwana ndipo waambie wengine. Unaona hata ndege wanaorukaruka, anakwenda huko akirudi ameshiba, akirudi juu ya kiota watoto wanafungua midomo.
Mzee wa kanisa ni lazima neno la Bwana likae ndani yake kwa wingi. Na Mungu anataka wazee wa kanisa wawe wazee wa utaratibu. Mimi ni mzee wa kanisa mzoefu, kumbe ni mpagani mkubwa kabisa. Uzoefu wowote ambao haujajengwa katika maandiko ni kupoteza wakati. Unaweza kuwa mzee wa kanisa uzoefu wa miaka mingi, lakini ambao ndani yake hauna ushirika na Yesu. Uzoefu wa kweli wa mzee wa kanisa aliongoze kanisa lote katika ajenda ya Yesu. Watambulishe watu kwa Yesu, watembelee washiriki waliokata tamaa, kawatie moyo, waliopoteza matumaini, kawarudishie matumaini. Mchungaji ameeleza hata nyumba tunazoishi. Kumbukumbu la Torati 20 ukiangalia atakukumbusha mstari wa kwanza na mpaka mstari wa 5, anauliza ni nani aliyeko hapa aliyejenga nyumba yake mpya na hajaiweka wakfu, arudi akaiweke wakfu, asije akafia vitani ikawekwa wakfu na watu wengine. Nyumba yako nayoishi imewekwa wakfu kwa Bwana. Na ndio maana pastor amesema, ndio hilo anasema kwa mimi naleta lakini zinapotea. Kwani zisipotee? Maana kuna Yesu ndani yake. Hapo ndani ni lazima, na ndio maana mwongozo wa mzee wa kanisa anaweza hata unaponunua kiwanja, hata unapohamia kwenye nyumba mpya, lazima pafanyiwe huduma ya utakaso. Hata unapoanzisha biashara, usianze biashara bila kuruhusu. Acha wazee wa kanisa, wachungaji, ndizo kazi zao. Na Biblia inasema maakida waseme na watu. Mzee wa kanisa, soma miongozo ya kanisa. Kuna huduma nyingi ambazo ni wajibu wetu hazifanyiki. Na ndio maana kanisa badala ya kukua linadidimia. Haleluya. Sio viongozi wanaotishia watu. Usitishie watu. Waambie kile Yesu anachotaka kwa ajili yao. Katika masaa ya jioni, kama nilivyoeleza asubuhi, tunamshukuru Mungu sana. Naomba wazee wa kanisa mje mkae hapa. Wazee wa kanisa wote mje mkae hapa tunapoelekea mwisho wa ibada. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya masaa ya jioni. Kwa sababu unapoitwa mzee wa kanisa, hujaitwa mzee wa kanisa kwa sababu ya umri. Sifa ya kwanza bainishi ya mzee wa kanisa ni maisha ya kiroho. Mzee wa kanisa hachaguliwi kwa sababu ya elimu aliyonayo, kwa sababu ya utajiri alionao. Mzee wa kanisa anachaguliwa kwa sababu ya ushirika wake na Yesu Kristo aliye Bwana wa kanisa. Na ndio maana unapoona umepewa dhamana kwa mzee wa kanisa, jukumu la uzee wa kanisa sio kazi lelemama. Washiriki wa kanisa, muna wajibu wa kuwatembelea wazee wa kanisa na kuwaombea. Lakini huku kwetu tuna shida. Hivi tangu umekuwa mzee wa kanisa, huyu ni kaka yangu huyu hapa. Hivi tangu umekuwa mzee wa kanisa, unakumbuka siku mshirika aliyokuja nyumbani kwako anasema, mzee Joram, nimekuja nyumbani kwako, kilichonileta ni kitu kimoja tu, kukuombea kwa sababu ya majukumu ambayo Bwana ameweka juu yako. Unaikumbuka hiyo siku? Karabia. Na wewe ambie na wewe na wewe haya. Kuna somo mmelipata? Mimi nilidhani kwamba wenda tunasema mlishaitata Mungu huo. Yaani hawa wamekuwa viongozi wao pamoja na dhamana waliopewa,
hawana wa kuwatia moyo. Yaani wao wanakuwapelekea mambo magumu peke yake. Tukawatie moyo. Tukiwatia moyo hawa watafanya vema. Hawa watawatembelea, watawatia moyo, watawaelekeza, hata mambo yaliyokufa yatazaliwa. Hawa ndio walezi wa mchungaji Eskia. Mchungaji, naomba usogee rafiki. Hawa wanategemewa kuwa walezi wa mchungaji, watakao mtia moyo, watakao mshauri, watakao ambatana naye nyumba hadi nyumba, wakipeleka habari za matumaini. Hawa hawategemei kuwa wale ambao watamdonoa mchungaji, yaani kazi yake ni kumlalua. Wanategemewa wawe wazee ambao maisha yao, familia zao zina mizizi katika Yesu. Ukiona kanisa halina uhai, wazee wa kanisa ni wagonjwa. Nimekuwa mchungaji kwa miaka mingi kidogo. Yule mzee ni shahidi, huyo mzee hapa. Mimi sijawahi kuchunga mshiriki nisiyejua kwake. Na sina mpango wa kufanya hivyo. Wakati nachunga kule Suji nilikuwa na makanisa 23. Washiriki 5746. Hakuna anayeitwa mshiriki wala mwananchi ambaye sikufika kwake. Muulize mdogo wako huyu. Nimechunga kule Sanawali nikiwa na washiriki karibu 3000 na point. Hakuna mshiriki atakayesimama aseme mchungaji akifika kwangu. Never, haipo. Nimechunga kule Mbauda miaka 3, mjini kati miaka 6. Singida nusu mwaka. Hapo nilipotoka miaka 5. Hakuna atakayesema sijamwona mchungaji. Ni wajibu wenu wazee wa kanisa mkahubiri kwenye nyumba za watu, sio hapa. Mahubiri ya vibwetani hayataleta watu kwa Yesu. Huyu mchungaji ili awe imara, atekeleze wajibu wake, ni lazima awe na wazee walio imara. Wazee watakaopanga. Wazee ni lazima muwe na siku hata ya kuliombea kanisa. Mnakutana, ombeeni kanisa. Wazee wa mtaa, pangeni siku ya kukutana kuliombea kanisa. Panga kanisa unalosimamia kama mzee wa kanisa. Lipeleke kanisa unalosimamia kumtafuta Yesu. Hivi naeleweka wazee? Na ndio maana Bwana amekuchagua kuwa mzee miongoni mwa watu wengi. Ili kanisa na wazee wangapi? Sasa wazee 5, ili kanisa na wanaume 5 tu. Unafikiri kwa nini ulichaguliwa? Ni kwa sababu ulionekana bora kuliko wengine? Si kwa sababu ya ubora wako wala uhodari wako. Bwana amekuita ili akutengeneze. Mwisho wa kazi yako dunia itasema yupo mtumishi. Na mchungaji njoo hapa. Familia hii Bwana amewajalia karama nyingi za utumishi, na moja ya vitu ambavyo Bwana anatamani kuona kwao kama alivyowabariki huyu mzee mchungaji Eskia Andrew Mbwambo. Bwana amembariki kwa moyo wa uinjilisti. Moyo wa uinjilisti ni kama samaki na maji, na tunatamani mkimtia moyo kazi ya Bwana isonge mbele. Tukizungumza uinjilisti, Bethlehem na makanisa yake iwe tofauti. Tukizungumza dhana ya uamsho na matengenezo iwe tofauti. Tukizungumza uaminifu katika swala la matoleo, watu waseme nenda Bethlehem. Ukiwa unataka kusikia mahali ambapo mtaa wa watu wanaoomba, watu wanaoshuhudia, makanisa yaliyo bora, watu waaminifu katika matoleo, uongozi ulio bora, waambie nendeni pale Bethlehem. Ukitaka mtaa wa watu wanao
wanaosoma neno, sio kesi. Hata hivyo kesi hakimu ni Yesu. Unajua makanisa leo na kesi, utakuta wazee wa kanisa wanatumia muda mwingi kuzungumza matatizo badala ya kuambia watu Yesu yuaje. Kwa hiyo wazee wa kanisa, hii familia ya mchungaji kama ambavyo nimeeleza, Mungu amekuwa pamoja nao katika utumishi wa kazi ya Bwana kwa zaidi ya miaka 17. Kote walikopita katika kazi ya uinjilisti, ulei, kazi ya uinjilisti wa vitabu, Bwana alikuwa pamoja nao. Amen. Na nasema kwa ujasiri, sina mashaka na wito wao. Amen. Ninajua kwa kawaida mtaa unapoenda mtaa ambapo amehama mchungaji mwingine, Bwana huwa anamleta mtu kwa zamu yake. Mchungaji Wazoe alikuja kwa zamu yake kwa muda wa Bwana, kwa muda wa furaha. Wena alikuwa mchungaji mwema, mwenye nguvu, aliyewaunganisha, aliyewaleta katika nia moja, aliyekuwa wazi, aliyewatia moyo. Huyu naye mkimwombea atafanya huenda zaidi aliyepita. Maana kila mtu Bwana ameweka kipande chake. Hii familia hawataweza kuwa kila kitu, lakini Yesu atakuwa yote kwao. Na ni lazima kufahamu kwamba hakuna mtu ambaye Bwana amempatia kuwa kila kitu, lakini katika yale ambayo Bwana ameweka juu yao, katika moyo wa utume, katika siku ya leo, Mungu wa mbinguni tunayeamini ndiye anayewaita watu, atawasimamia. Amen. Hawa ndugu wamekuwa kwenye ndoa kwa zaidi ya miaka 30. Amen. Bwana aliwabariki watoto 3, 2 wa kiume na 1 wa kike, na wana wajukuu 8. Amen. Kwa hiyo Bwana anawaleta kwenu wakiwa wamepitia mengi, wamesikia mengi, wameona mengi, na lazima mfahamu ya kwamba ili familia mchungaji iweze kuwa imara, ni uongozi wa kanisa. Amen. Ni wangapi katika kanisa hapa wanasema sisi tunaahidi kuwaombea, mnaweza mkanyosha mikono?